The Green Voice. Yes, we agree. Mheshimiwa Bunge, upo mwongozo uliombwa na Mheshimiwa George Ranwell Mwanisongole kuhusu maswali yake ya nyongeza katika swali namba 336 kuhusu kutokujibiwa kikamilifu. Mheshimiwa Bunge, tarehe 16 Mei 2025 katika kikao cha 26 cha mkutano wa 19 wa Bunge, Mheshimiwa George Ranwell Mwanisongole aliomba mwongozo wa Spika kuhusu majibu yaliyotolewa na Mheshimiwa Dr. Godwin Olois Mollel, Naibu Waziri wa Afya, wakati alipokuwa akijibu maswali ya nyongeza katika swali namba 336 yaliyoulizwa na mbunge huyo. Mheshimiwa Bunge, Mheshimiwa Mwanisongole aliuliza maswali ya nyongeza kama ifuatavyo. Swali la kwanza: sasa nini kauli ya serikali ya kuzitaka hizi zahanati, vituo vya afya na hospitali ambazo zinatoza wakina mama kinyume na sera yetu ya mwaka 2007? Swali la pili: sasa hivi mama akienda kujifungua anaambiwa alete nyuzi, lete drip, lete gloves, na hivyo vifaa sio vyote vinatumika na vikibaki vinabaki kule hospitali. Sasa nini kauli ya serikali kuhakikisha hilo jambo haliendelei? Mheshimiwa Bunge, wakati anatoa majibu ya maswali hayo ya nyongeza, Mheshimiwa Naibu Waziri alieleza kwamba sera ya afya ya mwaka 2007 inatumika na ndio inatoa mwongozo wa utoaji wa huduma za afya nchini. Hivyo alimtoa wasiwasi Mheshimiwa Mbunge ikiwa anahofu kwamba sera hiyo haizingatiwi. Vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri alieleza kwamba mahitaji ya fedha za kununua dawa na vifaa tiba ni makubwa ukilinganisha na fedha ambazo zimekuwa zinapitishwa na Bunge. Aidha, alifafanua zaidi kwamba mahitaji ya bajeti ya kununua dawa ni shilingi bilioni 227 na bajeti inayopitishwa na Bunge ni shilingi bilioni 200 kwa ununuzi wa dawa pekee. Kutokana na hali hiyo, utoaji wa huduma ya afya bure kwa wakina mama wajawazito imekuwa ikikabiliwa na changamoto hiyo ya kifedha. Mheshimiwa Bunge, zaidi ya changamoto hiyo, Mheshimiwa Naibu Waziri alieleza kwamba zipo changamoto zingine zinazokabili utoaji wa huduma za afya kwa wakina mama wajawazito katika hospitali, vituo vya afya na zahanati. Changamoto hizo zinatokana na upungufu katika usimamizi wa kibajeti na kiutawala, kama vile utoaji wa makadirio ya chini ya uhitaji wa dawa kuliko uhalisia, fedha zinazokasimiwa kununua vifaa kutotumiwa na kushindwa kutumia fedha zilizopo. Mheshimiwa Bunge, kuhusu changamoto iliyodokezwa na Mheshimiwa Mwanisongole kwamba wapo baadhi ya wakina mama wajawazito wanaotakiwa na hospitali, vituo vya afya na zahanati kupeleka vifaa kwa ajili ya huduma ya uzazi kama vile nyuzi, drip na gloves au vifaa vingine, na vifaa hivyo sio vyote vinavyotumika na vikibaki vinabaki hospitali. Mheshimiwa Naibu Waziri alieleza kwamba ingefaa hospitali, kituo cha afya au zahanati husika zijulikane ili kuweza kubaini chanzo cha tatizo na kujua namna ya kutatua. Mheshimiwa Bunge, baada ya majibu hayo Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Mwanisongole alitumia kanuni ya 53 ya kanuni za kudumu za Bunge kwa kueleza kwamba hajaridhishwa na majibu yaliyotolewa, hivyo aliomba mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Bunge, baada ya maelezo hayo ya Mheshimiwa Mwanisongole, nilitoa mwongozo kwamba nitapitia Hansard ili kuona maswali hayo ya nyongeza pamoja na majibu yake ambayo Mheshimiwa Waziri aliyatoa ili kujiridhisha iwapo maswali ya nyongeza yalijibiwa kikamilifu kwa mujibu wa kanuni zetu. Mheshimiwa Bunge, nimepitia Hansard na nimeona kwamba Mheshimiwa Mwanisongole alitaka kujua iwapo sera ya afya ya mwaka 2007 bado inatekelezwa. Vile vile alitaka kupata kauli ya serikali kuhusu kwa nini wakina mama wajawazito wanaotakiwa kupata huduma bila malipo hutakiwa na hospitali, vituo vya afya na zahanati kila wanapokwenda kujifungua kwenda na nyuzi, drip za maji na gloves, na vifaa hivyo sio vyote vinatumika na vinabaki kuachwa hospitali. Mheshimiwa Mwanisongole alieleza kwamba majibu ya maswali hayo ya nyongeza hayakuwa ya kuridhisha. Mheshimiwa Bunge, Hansard zinaonyesha wakati Mheshimiwa Naibu Waziri akijibu maswali ya nyongeza alimtoa wasiwasi Mheshimiwa Mwanisongole aliyekuwa na hofu kwamba sera ya afya haitumiki. Mheshimiwa Naibu Waziri alifafanua kwamba sera ya afya ya mwaka 2007 ipo na ndio inayoongoza utoaji wa huduma za afya nchini katika hospitali, vituo vya afya na zahanati. Mheshimiwa Bunge, kwa upande mwingine, Mheshimiwa Naibu Waziri alitoa ufafanuzi kuhusu suala la wakina mama wajawazito kutakiwa na hospitali, vituo vya afya na zahanati kupeleka nyuzi, drip za maji na gloves, tofauti na tamko la sera ya afya na vifaa hivyo kutorejeshwa kwa wahusika mara baada ya matibabu.
Mheshimiwa Naibu Waziri alisema ni vema hospitali, vituo vya afya na zahanati zinazotoa maelekezo hayo ya kupeleka vifaa na kutorejesha vifaa vinavyobaki zijulikane ili kujua chanzo na namna nzuri ya kuondokana na changamoto hiyo. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Naibu Waziri alieleza zaidi kuwa zipo changamoto nyingine mbalimbali ambazo wizara inapitia katika utekelezaji wa sera ya afya, ambayo ni ufinyu wa budget, tatizo la uongozi, makadirio ya chini ya mahitaji ya dawa, kutonunua dawa zinazohitajika kwa wakati na kuwa na fedha ambazo hazitumiwi kununua dawa. Mheshimiwa Naibu Waziri alitoa mfano wa hospitali ya wilaya iliyopo katika jimbo la Mheshimiwa Mwanisongole, ambapo walibaini changamoto hizo walipofanya ziara ya pamoja. Hivyo alieleza kwamba hospitali, vituo vya afya na zahanati hizo zikijulikana, itakuwa rahisi kujua chanzo cha tatizo na ufumbuzi wake. Waheshimiwa wabunge, pia nimepata fursa ya kupitia sera ya afya ya mwaka 2007 ambayo pamoja na mambo mengine katika kipengele cha 5.3.4 kinatoa mwongozo wa afya ya mama na mtoto. Katika kipengele hicho sehemu ya namba za Kirumi 123, sera hiyo inatoa tamko kwamba serikali itatoa huduma ya afya bila malipo kwa wanawake wajawazito, watumiaji wa huduma za uzazi wa mpango na watoto wenye umri chini ya miaka 5. Lengo la kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba miongozo, mikakati na mipango endelevu inakuwepo kwa nia ya kupunguza vifo vya wanawake vinavyotokana na uzazi pamoja na kuepusha vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5, hasa watoto wachanga. Waheshimiwa wabunge, baada ya uchambuzi huo na kama ilivyoelezwa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya, naamini kwamba si rahisi kwa hospitali, vituo vya afya na zahanati zote hapa nchini kwa ujumla wake kutaka wakina mama wajawazito kupeleka nyuzi, drip za maji na gloves wakati wa kujifungua. Hivyo ni muhimu serikali kufanyia kazi changamoto katika suala hili ili hospitali, vituo vya afya na zahanati zenye utaratibu wa kudai wakina mama wajawazito kupeleka vifaa zijulikane na changamoto zilizopo zibainishwe na kutatuliwa ili kuwezesha wakina mama wajawazito kupata huduma bila malipo, jambo ambalo ndio matamanio ya serikali. Waheshimiwa wabunge, baada ya ufafanuzi huo, mwongozo wangu ni kuwa nimejiridhisha kwamba majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya yalikuwa yanajitosheleza kama inavyotakiwa na kanuni ya 53. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, huo ndio mwongozo wangu na sasa tutaendelea na ratiba iliyo mbele yetu.